na wamama wa sehemu hii ya Laikipia North, ya Doldol. Mesisi Yesu. Enda Super Bowl again. Muko salama? Chamgei. Unajua kusema kusalimia kwa lugha yangu. Mimi nimefurahi sana kuja hapa, hata kama iko na shida, nimefurahi kurudi sehemu hii. Sara anajua vizuri sana, naipenda hii constituency. Nilishamwambia nikiwa wakili mdogo, watu wa Ilpolei wananijua. Nilikuja huko nikakuja kuandikia katiba yao ya Ilpolei Ranch, na nikajuana na hawa na nikapenda upande huu. Na sasa Mungu amelienda kunibariki mpaka nimekuwa katika kutumikia serikali. Nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya ile shida mko nayo hapa Laikipia North. Hatujakuja leo kwa siku ya furaha, lakini nikirudi kwa mwezi moja, kama vile Mheshimiwa Sara amenialika nikuje nijumuike na wamama, nitarudi, tutakuwa wote katika usalama, kwa sababu hii maneno tutakuwa tumemaliza. Mimi niko na imani ya kwamba ile mikakati tunaweka leo itakuwa ni ya mwisho. Ninajua ya kwamba mmeishi kwa usalama mpaka mwezi moja mbili iliyopita, ambapo utata huu ulirudi tena kwa sababu ya watu wachokozi, wajeuri, ambao hawataki kuitikia mambo ya usalama. Taifa hii letu haiwezi kuendelea na watu ambao ni wachache lakini wamejihami kujaribu kudhuru ile uhusiano nzuri ambayo tumekuwa nayo na majirani yenu. Kwa sababu ya wakora wachache ndio tuko katika hii shida. Mnajua ya kwamba wakati Mheshimiwa Rais aliingia katika uongozi, tulikuwa na hii shida kwa kila mahali hapa Laikipia. Na sasa tumekomboa sehemu nyingi ya Laikipia. Tulifikiria pia tumezima moto katika sehemu hii, lakini imejitokeza tena kwa muda huu, na tulisema kwamba ni vizuri kuziba ufa mapema ili tusijenge ukuta baadaye. Ndio unaona nimekuja hapa na security team ikiongozwa na IG wetu, ili tukuje tutathmini kwa ukweli ni nini inaendelea hapa, na pia tuwaletea habari ya yale ambayo tunataka sasa kuitekeleza ili kulete amani katika sehemu hii ya Laikipia North. Kwanza niwahakikishie ya kwamba tulipoingia katika uongozi miaka 3 iliyopita, sehemu ya Laikipia yote, Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana, mpaka huko Isiolo na Meru ilikuwa na shida kubwa. Tumeweza kudhibiti sehemu nyingi, ijapokuwa hapa Laikipia North, Samburu East, pale Isiolo na Meru ambaye tunasumbuka. Pia tuko na masumbuko kidogo pale mpaka ya West Pokot na Turkana, mahali inaitwa Aro sub-county huko Kainuk, na pia nimekuwa huko jana nikihakikisha ya kwamba tuweke mikakati ya kutosha ili kudhibiti ile shida iko hapo. Shida yenye iko hapa Laikipia North, shida yote inatoka hapa Samburu East, kwa sababu kuna wakora wachache wamejificha sehemu hii ya Mukokodo, ya Losos, huko La Bendera kwa upande ule mwingine, hii sehemu pia ya Kipsing wamekuwa mpaka upande wa Oldonyiro. Sehemu hizo zote zimejaa wakora ambao wanajaribu kuharibu amani katika nchi yetu. Kwa siku nyingi sana tumeweza kuwaomba ya kwamba wajitokeze watoe bunduki, lakini tumeona kwamba hawataki kutoa kwa amani. Hivi sasa nimekuja hapa, nimekuja kutangaza kwamba kwa masaa machache yenye haitafika masaa 48 tutaanza operations mpya hapa katika sehemu hii. Hapa Mukokodo Forest sio shamba ya kibinafsi. Mukokodo Forest ni shamba ya serikali. Kwa hivyo haiwezekani mtu kutuambia kwamba tukifanya operation kwa Mukokodo Forest na sehemu hizo zote ati mtu atuambia kwamba tulikuja kupiga wananchi. Hakuna mwananchi anaishi huko, kwa sababu hakuna shamba ya kibinafsi katika sehemu ya Mukokodo Forest. Kwa hivyo kama wewe uko kwa hiyo Mukokodo Forest na unajua kwamba wewe ni mpenda amani, uko na bunduki, urudishe chini ya masaa 8 yenye iko mbele, kwa sababu yenye itafuata, nyinyi wote ambao mnajificha pale na mifuko ya wananchi mtavaminiwa na serikali, na kwamba operation itaanza officially katika sehemu hiyo. Wakati tulianza, nilipoingia katika wizara hii,
Mheshimiwa Kindiki alikuwa amefanya kazi kubwa sana. Najua mlikuwa na yeye hapa kwa mikutano mingi. Hata wakati chief wa sehemu hii aliuawa, si yeye alikuja hapa? Na huyo chief nadhani tulimpatia kijana yake akakuwa, ama ni neighbor yake akakuwa ndio replacement chief. Ni kijana yake, si ndio? Kwa hivyo poleni, lakini nataka kusema ile kazi ambayo tunataka kufanya sasa ni kumaliza ile profesa alianza kwa sehemu hii. Ile tumekuwa tukifanya last year kwa sehemu zingine. Tulipoanza huko Elgeyo Marakwet, mimi natoka, nimekuwa senator huko miaka 10. Lakini nilipoingia wizara na nikasema ni mwisho, lazima tutoe bunduki. Watu wengi walinipigia kelele, wakaenda media, wakanitusi. Hata hivi sasa nimetangaza Mkokodo Forest itakombolewa, watanitusi, wataenda media, lakini haiwezi nisimamisha kwa sababu lazima tukomboe sehemu hii ya Laikipia North. Wa viongozi wenu wameongea kwa ukali na sijui kwa nini walikuwa wananipenda hapo nje, hapo ndani ya ofisi. Lakini kufika hapa, hata Kiunjuri mwenye tulikuwa na yeye hapa nikamwona kwa hapa, sio yule tulikuwa pamoja, akakuwa mkali zaidi. Na mimi nasema kwamba kweli ya kusema kweli na siwadanganya, hao viongozi watatu hawajanipatia usingizi. Sara kwanza alinipigia usiku ya saa 7, nikachukua simu, bibi yangu akaniambia, ni nini, ni huyu mama mgani mwingine unaongelesha na uko na mimi? Na wakati mnacheka tu, lakini ni story ya ukweli, si ati ni uongo. Aliponiongelesha, alioniongelesha akilia. Hata mama alishangaa sana kwa nyumbani, kwa sababu huyu mama anawalilia nyinyi, anawajali, anajali usalama ya sehemu hii. Yeye pamoja na Jane hawana amani, na mimi najua nikichelewa kidogo watanistaki. So hawa wamama na huyu mheshimiwa Kiunjuri wamekuwa kibaumbele. Hata walikuwa na nyinyi hapa juzi, wakanipigia mkiwa hapa. Nilikuwa mkutano mwingine huko West Pokot, lakini tukakubaliana kwamba leo nitakuwa hapa na hiyo operation itaanza rasmi kwa masaa machache yenye iko mbele yetu hapa. Sijasema masiku, nimesema masaa machache iliyo mbele yetu ili kukomboa sehemu hii. Hiyo operation haitakuwa tu kupiga wakora, itakuwa na pia nia ya kuhakikisha tunaanza safari ya kuondoa bunduki zote haramu kwa mkono ya wananchi. Tunataka kuhakikisha kwamba sehemu hiyo imekombolewa kwa kuondoa bunduki haramu. Ya tatu ni kwamba ile ng'ombe na mifuko ambayo imefichwa kwa sehemu hiyo, tumeambia security wetu wafanye kila liwezekanalo warudishe hiyo ng'ombe kwa wenyewe, kwa sababu hiyo operation must be accompanied by recovery of livestock. We don't want our people to continue suffering katika sehemu hii.